ambayo tulitarajia kukaa kwa pamoja, kuzungumza na kujadili ajenda yetu. Sawa? Ndio. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema haki na usawa, ukitoa umepata. Lakini sisi katika taifa hili tunaona swala la usawa kwetu halipo. Tuna wanawake wenzetu wengi ambao walitarajia kuja hapa Musoma, lakini mnafahamu yaliyotokea barabarani, yaliyowapata, na mpaka sasa hivi wanawake wengi wanaendelea kunyanyasika. Sawa? Ndio. Lakini pamoja na yote, niwapongeze sana mlioweza kufika eneo hili. Amina. Amina. Ukumbi wetu ambao tunakwenda kufanya tukio uko hapa nyuma hapa. Lakini wale ambao mmefanikiwa kwenda, pamezingirwa na maaskari kwa sababu kuna maelekezo kwamba sisi haturuhusiwi kuadhimisha siku ya mwanamke duniani. Lakini kwa kuwa sisi wanawake wa Chadema tumeamua kusimama katika haki, katika kusema kweli, ninyi mkaonyesha mfano wa kufika eneo hili. Na baada ya kufanya hivi, bado tunaona tumezingirwa. Hakuna uhuru wa kufanya au wa kusimama katika jamii kama mwanamke wa Kitanzania. Ni kwa masikitiko makubwa, siku ya leo ilipaswa iwe ni siku ya kusherekea mafanikio ya mwanamke katika taifa na kujadili changamoto tulizokutana nazo na kukubaliana tuendeje mbele, na hii ipo kimataifa. Lakini Tanzania ambayo ni sehemu ya mwanachama wa UN imekubali na kuonyesha kwamba haisimami katika kutekeleza makubaliano ya kimataifa. Na hii tutume message wazi kwamba Tanzania, mwanamke wa Kitanzania amegawanywa katika makundi, na hivyo kuna kundi ambalo halipaswi kuishi kwenye eneo la Tanzania. Kweli kabisa. Wenzetu ambao wameambiwa hawawezi kuvuka mpaka kuja Mara kwa sababu sio wazaliwa wa Mara, wakarudishiwa Bunda. Taifa hili ambalo wanawake wamepambana kuhakikisha wanawake wanasimama katika uongozi. Tumsikilize baba paroko.